katika karne zetu za hivi sasa. Pale Uturuki palotokea kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Mustafa Kemal. Mustafa Kemal maarufu sana, ndiye alikuwa rais wa kwanza wa nchi ile, yani baada ya kuangushwa kwa dola Uthmania, rais wa kwanza yeye. Na kuna watu wanampenda kweli kweli mpaka leo hii, na kuna watu wako tayari kufa kwa ajili yake. Jina zuri kabisa, Mustafa kama Mustafa ni jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani jina zuri kweli kweli. Na huyu Mustafa pia katika historia yake ilionekana kwamba yeye wakati anaanzisha zile kampeni zake au harakati zake za kufika pale alipofika mpaka kuwa rais wa nchi, kabla hajafika akiwa kiongozi ama kamanda wa jeshi, alikuwa anaongoza jeshi lake kwenda vitani, anakwenda kupambana na maadui ambao ni jeshi la Uingereza kipindi hicho, yani nyakati za vita vya kwanza vya dunia na baada ya vita vya kwanza vya dunia, siku chache baada. Kwa maana hiyo katika miaka 1917, 18, 19 mpaka 1920, yani vita vya mwisho vilipigana 1920 dhidi ya jeshi la Uingereza lililokuwa limetawala pale Uturuki. Alikwenda kupigana nalo na akashinda jeshi la Uingereza, jeshi ambalo lilikuwa ndio jeshi kubwa kipindi hicho duniani. Huyo Mustafa Kemal alikwenda kulishinda jeshi hilo yeye pale Uturuki na akawatoa, na ndio maana Uturuki ambayo ilikuwa imetawaliwa katika muda mfupi akaweza kuikomboa yeye. Kwa hivyo kazidi kupata jina la umaarufu kweli kweli, alikuwa anaitwa Mustafa Kemal. Tena akaongezewa na jina lingine akaitwa Ataturk. Ataturk maana yake ni baba wa Turuki, yani baba wa taifa la Waturuki. Nini? Kwa hivyo huyo alipokuwa anaongoza jeshi lake alikuwa ana kitabu chake cha Sahih Bukhari kama hivi tunavyoona sisi, yani yeye alikuwa na kitabu chake, nafikiri labda alikuwa chapa ndogo mwenyewe kwa anatembea nayo mifukoni mwake. Kwa hivyo akifika mahali anasimamisha jeshi lake, anafungua kitabu cha Sahih Bukhari ambacho watoto na kiamini na kikubali, anafungua kwenye milango ya jihad, anasoma mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi alipokuwa anakwenda kwenye jihad anafanya nini. Anasoma hadithi pale, anaona kwamba kana yusalli rak'atayn, alikuwa akiswali rak'atayn kabla hajatoka. Anaambia jeshi lake kila moja aende kashike udhu, tunaswali rak'a mbili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi alikuwa anafanya nini, alikuwa anaswali rak'a mbili kabla ya kwenda vitani. Sasa yani imagine, yani mtu anafika mahali kama hapa, yani anagusa nyoyo za watu, kwamba huyu mtu yani jinsi anavyofuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata anapokwenda vitani pia anataka kujua nini anachokifanya kabla ya kuingia vitani, sababu vita vya jihadi ni ibada. Sasa ile ibada unaendea kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Nini? Kwa hivyo anaswali pale, kisha akimaliza kuswali anauliza wengine, jamani, kuna sunna nyingine ambayo tunatakiwa sisi tuifanye ya kwenda vitani kabla. Anatokea mmoja anambia nini, walikuwa wanapiga mswaki mwanzo, anaamrisha jeshi lake pale wapige mswaki vile vile. Asema sahaba walikuwa wanapiga mswaki kabla hawajaingia vitani, alikuwa anafanya vitu kama hivyo. Basi watu kazidi kumpenda, wakaweka matumaini yao juu yake. Anakwenda vitani, anashinda vita. Baada ya kushinda vita shika nchi, kwa maana kaitawala nchi. Lakini baada ya kuitawala nchi, mambo alikuja kuyafanya sasa. Huyu alikuwa ni mujahid, huyu alikuwa akisoma Sahih Bukhari, huyu alikuwa akiswali rak'atayn kabla ya vita na kipiga mswaki kabla hajaenda vitani. Lakini baada ya kukamata nchi tu, jambo la kwanza alilofanya, aliangusha dola Uthmania ambayo ndio kwa dola ya Uislamu duniani kote, aliangusha yeye. Jambo la pili, akasimamisha dola mpya ya kisasa yenye mifumo ya kisekula. Jambo la tatu, akatunga sheria kali za kuzuia wanaume wa Kiislamu wasivae kanzu, wasivae kofia, wasiweke ndevu, kuzuia misikiti kusitolewe adhana, za kuzuia misahafu isitembee, isizungushwe, watu hawaruhusiwi kusoma isipokuwa kwa siri. Mtu akionekana anasoma Qur'ani kwa dhahiri ikawa ni kosa. Kafunga madrasa zote zilizokuwa zinasomesha dini, kazuia wanawake wasivae hijab, kazuia lugha yao Kituruki ilikuwa kiandikwa kipindi hicho kwa hati za Kiarabu, kafuta iandikwe kwa hati za Kilatini. Katoa sheria kali, kalazimisha wanaume kuvaa machepeo yale na kuvaa masuru, yani mambo, yani huwezi kuamini ukisikia mengine. Huyu ndiye yule alikuwa kiswali rak'atayn, ndiye yule. Huyu ndiye yule Mustafa Kemal. Sasa kila mmoja atahukumu. Sisi hatuna kazi ama jukumu la kuhukumu watu, lakini tunatazama kile kilichodhihiri. Yani hapa palidhihiri picha hivi, na kisha baadaye kidogo tu palidhihiri picha nyingine. Yani haya matukio ya mwanzo, yeye anakwenda na swali rak'atayn kabla vita, ni mwaka 1920. Tukio la yeye kuangusha dola Uthmania 1924, tukio 23. Tukio la yeye kuanzisha dola mpya ya kisasa yenye mifumo ya kisekula 1924. Matukio ya kutoa sheria hizi kali ambazo zimezitaja 1928. Ni muda mfupi tu.
ndani ya muda wa miaka 8, yani mtu ametoka kwenye picha hii ameingia kwenye picha nyingine. Nini hasa sisi hatuwezi kusema nini, Allah ndiye anajua, ndio anayejua zaidi. Lakini pia mara nyingine unaambiwa unazama na hatima ya mtu, unazama na hatima ya mtu. Yani huyu kwa matangazo yake yote ama sheria zake alizotunga zote za kuubana Uislamu na kukandamiza Uislamu, yani maana leo sio mada ya kuzungumzia huyu, lakini vitu alivyokuwa kivizungumza ama alivyokuwa kifanya ni vikubwa sana. Yani miongoni mwa matamshi yake baada ya kutunga sheria zake hizi 1928, katika mojawapo speech alizozitoa alisema kwamba nchi yetu hii haiwezi kaendelea kutawaliwa na tini na zaituni. Nchi yetu hii haiwezi kaendelea kutawaliwa na tini na zaituni, akimaanisha tini na zaituni. Waki kuna sura katika Qur'ani inayoitwa watini wa zaitun, yani Qur'ani kwa ujumla. Yani nchi hii haiwezi katawaliwa na Qur'ani, alichokimaanisha anataka kuifuta Qur'ani kabisa kabisa, na alifanikiwa. Alifanya hivyo. Misikiti kadhaa alifunga, ikiwemo msikiti huu maarufu kabisa unaojulikana na msikiti wa Hagia Sophia, au umefunguliwa mwaka juzi au mwaka jana nadhani. Lakini mwaka 1938 huyu Mustafa Kemal Atatürk alikutwa chumbani kwake maiti. Alikutwa chumbani kwake maiti. Na kabla ya kufa kwake palikuwa nyumbani kwake wakiingia sisimizi fulani wanaitwa sisimizi wekundu. Yani ni rare species ya sisimizi kama hao. Walikuwa wanaingia kwa wingi sana nyumbani kwake, hawajulikani watoka wapi. Hawajulikani watoka wapi, kwa wingi sana. Na walikuwa wanakuja na mtamba, yani kila anavyo wafukuza kwa nini wanaonekana wengine wanakuja. Yani kama unakumbuka kisa cha Namrud na mbu, Allah subhanahu wa ta'ala amemletea Namrud mbu, Allah akamletea Atatürk nani? Sisimizi. Ni vile takuna Qur'ani ile shuka ikatuelezea, lakini haya mambo yamesajiliwa katika historia yapo. Kwa hivyo wakawa sisimizi wale, wakawa wanamkera kweli kweli, yani kawa hana amani na hana raha ya maisha yake na usingizi wake, hawezi kulala. Kidala sisimizi hao wanakuja dududuru, hapati usingizi. Akaugua, ghafla akakutwa chumbani kwake maiti. Hajulikani alikufa muda gani ama alikaa muda siku ngapi. Daktari alikuwa akimtibu alisema huyu ugonjwa wake ulikuwa uko ndani ya maini. Alikuwa na ugonjwa wa maini, sijui ugonjwa gani nilitaja. Alifanya uchunguzi yeye ili kuangalia dawa ambayo ingekuwa ni muafaka kabisa kwa ugonjwa wake, na akakuta kwamba dawa ambayo ingemfaa zaidi, lakini daktari hakuwahi kuitumia. Ndio ameshajua dawa yenyewe, anataka kwenda kumtumilia dawa kama hii, lakini ndio yule bwana akakutwa tayari ameshakufa. Dawa aliyoipata daktari ambayo ingemfaa kabisa, sababu amemaliza dawa zote huyu katika ugonjwa wake, alipata dawa kwamba kuna majani ya mti wa zaitun ambayo yakisagwa sijui yanachanganywa kitu gani labda na mafuta yenyewe, anakuja anapewa, ingeondosha ugonjwa kama huo. Lakini too late. Lakini hata ingekuwa amewahi mapema, Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia sisi katika hii dunia, kwa sababu huyu alikataa, alisema nchi yake haiwezi katawaliwa na tini na zaitun. Allah akamletea ugonjwa ambao unatibiwa peke yake na majani ya tini na zaitun, lakini hataweza kuyatumia, akaondoka duniani katika hali kama hii. Kwa hivyo huyu jina lake hili ni nzuri sana, jina lake la nje Mustafa Kemal, lakini sasa ukweli baadaye umekuja kuonekana kumbe yeye kwa kizazi hata si katika watu wa pale.